Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein na bado naendelea kukujuza mengi yanayojiri duniani. Lakini ni Marekani ambayo imetoa msisitizo kwamba imeshakata msaada kwa Ukraine. Hii ni kauli ya waziri wa ulinzi wa Marekani. Waziri huyo wa ulinzi Bwana Pete Hegseth anasema kwamba kumalizika kwa mzozo kwa amani nchini Ukraine ni kwa maslahi pia ya Washington. Hivyo wameamua kuondoa kabisa misaada kwa ajili ya ulinzi wa Ukraine. Ikulu ya White House imeeleza kwamba itapunguza ufadhili wa kijeshi kwa Ukraine, huku utawala wa Donald Trump ukitafuta suluhu ya amani kwa mzozo huo. Waziri wa ulinzi Pete Hegseth alisema. Mkuu huyo wa Pentagon alitoa kauli hiyo mbele ya kamati ya ugawaji wa nyumba katika bunge la Congress siku ya Jumanne. Ni punguzo la bajeti hii, Hegseth alisema alipoulizwa kuhusu ufadhili ujao wa msaada wa kijeshi kwa Ukraine. Utawala huu una mtazamo tofauti sana na mzozo huo, aliongeza Hegseth. Trump amefanya kazi katika mazungumzo ya kumaliza mzozo wa Ukraine na amejihusisha tena kidiplomasia na Urusi. Tangu aingie madarakani mnamo Januari, Moscow na Kiev zimeanzisha tena mazungumzo ya moja kwa moja ya kwanza tangu mwaka 2022 wakati Ukraine ilipoacha mazungumzo ya kwanza ya Istanbul. Suluhu ya amani iliyojadiliwa ni kwa manufaa ya pande zote mbili na maslahi ya taifa letu, hasa kwa maslahi yote yanayoshindana duniani kote, Hegseth alisema. Utawala wa Trump pia umeipigia debe mhimili wa Amerika kwanza na kupunguza kwa kiasi kikubwa usaidizi wa kigeni, ikiwa ni pamoja na misaada kwa Ukraine na kuahidi kuelekeza fedha kwa masuala ya ndani, anasema Bwana Pete Hegseth. Hata hivyo, utawala huo wa Donald Trump wakati huu unaona hakuna njia inayoweza kuwezesha kukua kwa uchumi wake ikiwa itaendelea kutoa misaada mingi kuelekea katika mataifa mengine. Wiki iliyopita makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance aliunga mkono ukosoaji wa Trump kwa mtangulizi wake Joe Biden, akishutumu utawala wake kwa kutumia kiasi cha wazimu wa pesa kusaidia Kiev. Walitumia dola bilioni 300 kwa ajili ya Ukraine bila kujaribu kulazimisha suluhu ya kidiplomasia, alisema. Seneta wa Marekani mnamo Aprili alisema Trump alitia saini makubaliano makubwa na Kiev kuruhusu kipaumbele cha Marekani kupata utajiri wa madini wa Ukraine katika kile alichoelezea itakuwa njia ya Washington kurudisha mamia ya mabilioni ya dola iliyotumiwa na Ukraine chini ya utawala wa Biden. Volodymyr Zelensky wa Ukraine mara nyingi alikuwa akilalamika kuhusu uhaba wa mara kwa mara wa ulinzi wa anga unaotolewa na Marekani na kupungua kwa usaidizi kutoka Washington katika miezi ya hivi karibuni. Zaidi ya hayo, utawala wa Trump ulirusha tena makombora 20,000 na kutungua ndege zisizokuwa na rubani ambazo hapo awali yalielekezwa Kiev chini ya Biden hadi zikapelekwa Mashariki ya Kati, kiongozi huyo wa Ukraine alidai siku ya Jumapili. Endelea kutufuatilia mtazamaji wa The World News na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii uweze kufahamu yanayojiri katika ulimwengu.